Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Pendwa mtazamaji wa Baraka TV, ninayekuletea tafakari hii ya neno la Mungu, naitwa mchungaji Leston Paulo Simtoe. Ni mchungaji wa kanisa la Moravian, jimbo la Rukwa. Ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, tunaongozwa na neno la Mungu kutoka katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ile ya 10 mstari wa kwanza hadi ule wa 19. Kabla ya kusoma maneno ya Mungu, pendwa mtazamaji wa Baraka TV, niombe tuweze kumshukuru Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu uliye hai, pokea sifa, heshima na utukufu mbele za kiti chako cha enzi, Bwana, maana peke yako umefanyika baraka na neema hata kwa ajili ya siku hii ya leo. Umetuongoza, kutupa afya, kutupa uzima kwa neema na kibali cha kwako. Lakini Bwana, ukaiandaa ratiba hii ya siku hii ya leo, watoto wako tuweze tena kutulia mahali hapa kwa ajili ya kutafakari neno la kwako, Mungu. Nalituma neno lako na kuthibitisha katikati ya watoto wako wote ambao wanatazama TV hii, Mungu. Kaachilie baraka zako za kimbingu na masikio yao ya kiroho, Bwana, yakaweze kuelewa tafakari hii ya neno lako ambalo umeliachia kwa siku hii ya leo. Likatuongoze Bwana, kutufariji katika maisha haya tuliokuwa nayo, Bwana. Kaanze pamoja nasi kipindi hiki na pamoja nasi. Tunaomba haya yote kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Basi tutafakari maneno ya Mungu yanayopatikana katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ile ya 10 mstari wa kwanza mpaka ule wa 19. Maneno ya Mungu yanasema, ikawa baadaye mfalme wa Amoni akafa, akamiliki Hanuni mwanaye mahali pake. Naye Daudi akasema, nitamtendea wema Hanuni mwana wa Nahasi kama babaye alivyonitendea wema mimi. Basi Daudi akatuma kwa mkono wa watumishi wake ili kumtuliza kwa habari za babaye. Wakaja watumishi wa Daudi katika nchi ya wana wa Amoni, lakini wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni bwana wao, je, waona ya kuwa Daudi amemheshimu babaye kwa kutuma kwako wafariji? Je, Daudi hakuwapeleka watumishi wake kwako ili kuangalia mji na kupeleleza na kuangamiza? Basi Hanuni akawatwaa hao watumishi wa Daudi, akawanyoa nusu ya ndevu zao, akawakatia nguo zao katikati hata matako, akawatoa waende zao. Watu walipomwambia Daudi habari hizo, akatuma watu kuwalaki. Kwa sababu watu hao walikuwa wametayarika sana, mfalme akasema, ngojeni Yeriko hata mtakapoota ndevu zenu, ndipo mrudi. Na wana wa Amoni walipoona ya kuwa wamekuwa machukizo kwa Daudi, wana wa Amoni wakatuma na kuajili Washami wa Bethlehabu na Washami wa Soba, askari 20,000 na 1,000 wa Maaka wenye watu 1,000, na watu wa Tobu watu 12,000. Naye Daudi aliposikia, akamtuma Yoabu na jeshi lote la mashujaa. Wana wa Amoni wakatoka wakapanga vita mahali pa kuingilia lango, na Washami wa Soba na wa Lehobu na watu wa Tobu na wa Maaka walikuwa peke yao wandani. Basi Yoabu alipoona ya kwamba uso wa vita umekuwa juu yake mbele na nyuma, akachagua baadhi ya wateule wote wa Israeli, akawapanga juu ya Washami. Akawatia nguvu watu waliosalia mikononi mwa Abishai nduguye, akawapanga juu ya wana wa Amoni. Akasema, wakiwa Washami hodari mno kwangu, ndipo wewe utanisaidia. Lakini wana wa Amoni wakiwa ni hodari mno kwako, ndipo mimi nitakuja nikusaidie wewe. Uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu. Naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Basi Yoabu na watu waliokuwa pamoja naye wakakaribia kupigana na Washami,
nao wakakimbia mbele yake. Na wana wa Amoni walipoona ya kwamba Washami wamekimbia nao mbele ya Abishai, wakaingia mjini. Ndipo Yoabu akarudi kutoka kwa wana wa Amoni, akaja Yerusalemu. Na Washami walipojiona kuwa wameshindwa mbele ya Israeli, wakakusanyika. Naye Hadadezeri akatuma na kuwaleta Washami waliokuwako ng'ambo ya mto, nao wakaja Helamu. Naye Shobaki jemedali wa jeshi la Hadadezeri akawaongoza. Alipoambiwa Daudi, akakusanya Israeli wote, akavuka Yordani, akaja Helamu. Nao Washami wakajipanga kinyume cha Daudi, wakapigana naye. Wakakimbia Washami mbele ya Israeli, naye Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 700 na wapanda farasi 40,000, naye akampiga huyo Shobaki jemedari wa jeshi lao hata akafa huko. Na wafalme wote waliomtumikia Hadadezeri walipojiona kuwa wameshindwa mbele ya Israeli, walifanya amani na Israeli, wakawatumikia. Basi Washami wakaogopa kuwasaidia wana wa Amoni tena. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika sura hii ya 10 mstari wa kwanza mpaka wale wa 19 katika kitabu cha pili cha Samueli, ni habari au ni sura ambayo inaelezea vita kati ya mfalme Daudi na Waamoni pamoja na Washami. Habari hizi ambazo zinamhusu mfalme Daudi, ambaye inaanza kwa kumwelezea kwamba alianza kwa kufikiri namna ambavyo aliweza kuishi na huyu mfalme wa Waamoni, ambaye anayeweza kutambulikana kama ni baba wa Hanuni. Na baada ya kwamba aliishi naye wakiwa kama majirani, wakiwa wanaweza kusaidiana katika mambo mengi ambayo walikuwa wakiwa nayo kama watawala wa mataifa ya kwao. Baada ya kwamba huyu mfalme ambaye ni baba yake na Hanuni akawa ameweza kufa, Daudi akawaza kwamba tuliishi na yule mfalme vizuri kabisa. Sasa anaamua sasa kutumia wema wa kwake na hekima za kwake kuwatuma watumishi wake ili waweze kwenda katika huo mji wa Waamoni, kwenda kupeleka faraja au kwenda kumtia faraja yule mtoto wa mfalme ambaye tayari alikuwa ameweza kuchukua mahali pa baba yake, ili aweze kufarijika katika ile hali ya huzuni aliyokuwa nayo ya kuweza kupotelewa na baba yake ambaye alikuwa ni mfalme wa mahali hapo. Lakini ile hali ambayo Daudi aliweza kuwatuma wajakazi wake au watumishi wake waweze kwenda kupeleka faraja kule, haikuweza kupokelewa vizuri na wale watumishi wa mfalme Hanuni. Tunaona kwamba baada ya kwamba wale watumishi wa Daudi wameweza kufika katika ule mji, wale watumishi au wale wakuu wa ule mji wanaenda kwa mfalme wa kwao na kumshauri kwamba Daudi amewatuma hawa watu waweze kufika mahali hapa ili kuja kutupeleleza, lakini pia kuja kupeleleza hali ya maisha tuliyokuwa nayo, ili aweze kujua namna gani anavyoweza kutushambulia. Na yeye mfalme wa wakati huo aliyefahamika kwa jina la Hanuni anaweza kuyasikiliza yale maelekezo au ule ushauri wa wale wakuu wake ambao walikuwa ni wasaidizi wa kwake. Na baada ya kwamba ameweza kuwasikiliza, anawatia sasa nguvuni au anaweza kuwakamata wale watumishi wale wameweza kutumwa na Daudi. Anawakamata, anaweza kuwashika na kuwatendea mambo ya kuweza kuwadhalilisha. Ukisoma Biblia inaweza kutukumbusha kwamba anawanyoa ndevu nusu, lakini pia anawakatia mavazi ya kwao mpaka wanaweza kudhalilika hata utu wa kwao. Lakini baada ya kujua kwamba wameyatenda haya mambo haya, wanafahamu kabisa kwamba Daudi atakapokuwa ameweza kujua kwamba wajakazi wake wameweza kutendewa haya mambo, wameweza kutendewa huu katili, wameweza kudhalilishwa kwa namna kama hii, wakaona kwamba waanze sasa kufikiri namna gani wanavyoweza kujihami katika ile hali, kwamba wakati huo wote sasa tukavamiwa na kuweza kushambuliwa. Ndio maana tunaona kwamba waenda kutaka au kwenda kuomba nguvu kwa majeshi ya Washami, na wanaweza kuwaajiri ili kwamba wakati wanapoweza kufika labda wa Daudi kuweza kulipa kisasi juu ya ule udhalilishaji ambao wameweza kufanyiwa watumishi wa Mungu au wameweza kufanyiwa wale wajakazi wa Daudi. Wao wameweza kujikamilisha katika vikosi sawa kwa ajili ya kuweza kupambana na hiyo hali inayoweza kutokea kwa wakati huo. Lakini tunaona kwamba wanaweza kuyapanga majeshi ya kwao, kwamba Daudi atakapokuja na majeshi ya kwake wasiweze kupata mahali pa kuweza kuingilia.
Lakini Daudi yeye akiweza kupata zile habari za kwamba wale ulioweza kuwatuma waweze kwenda kwa mfalme ile kwa rafiki yao kwenda kupeleka faraja kule, wameweza kutendewa jeuri ya namna kama hii hapa, kufikia mpaka hatua ya kuweza kudhalilisha utu wa kwao, akatambua kwamba wale ni kama mashujaa wa ile nchi. Pamoja na yale mambo yote, akatuma watu wake wengine kwenda kuwalaki, lakini pia akawaweka sehemu ambapo tunasema ni pembeni ya mto wa Yeriko, ili waweze kukaa hapo mpaka hata watakapokuwa wameweza kuota ndevu za kwao, wawe watu kamili. Lakini baada ya hapo anamwagiza sasa mtumishi wake au kiongozi wa jeshi lake kwamba sana yeye aweze kujipanga, baada ya kusikia tetesi mbalimbali ya kwamba tayari Waamoni wameungana na Washami kwa ajili ya kujipanga kwa ajili ya vita. Kwa hiyo na yeye anamtuma jemedali wake mkubwa kwamba awaandae majeshi ya kwake. Sasa tunaona kwamba kuna wakati ambao jemedali anaweza kuyapanga majeshi ya kwake na kutoa maelekezo kwamba hawa wakae huku na hawa wakae huku. Wakati vita vinapoweza kuanza, wajue namna gani wanapoweza kukabiliana au namna gani wanaweza kusaidiana. Na maelekezo wanatoa kwamba ikiwa ninyi tulioweka upande huu mtaweza kuzidiwa, basi ninyi mlio upande huu muwe tayari kuja kutusaidia. Lakini sisi pia tuliokaa upande huu, ikiwa tayari tumezidiwa na vita, muwe tayari kuja kutusaidia. Lakini anasema anapa moyo wa kishujaa kwamba mkawe tayari kumtumaini Mungu katika vita hii, kwa sababu yeye ndio anayeweza kuwashindia peke yake. Yeye ndio anayeweza kutupigania sisi tuliokuwa watumishi wake, na aweze kutulinda sisi na majeshi ya kwetu, lakini pia aweze kulinda pamoja na huu mji ambao ni Mungu mwenyewe ameweza kukusudia uweze kuwepo mahali hapa. Ukiangalia hii sura hii ya 10 mstari wa kwanza mpaka 19, utakuta yako mambo mengi ambayo yanaweza kutufundisha sisi kama watumishi wa Mungu katika siku hizi za leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba wema unaweza kutafsiriwa vibaya, kwamba Daudi yeye alifikiria juu ya kutenda wema ili aweze kwenda kumfariji mtoto wa mfalme aliyekuwa ameweza kufiwa, au aende kuwafariji wa Amoni. Lakini ule wema wa kwake ulitafsiriwa vibaya na yule mfalme, lakini pia na wale wakuu ambao walikuwa ni wasaidizi, wakaweza kuleta ushauri ambao ulileta uchochezi wa kwenda kutengeneza migogoro katikati yao, kwamba hapo awali walikuwa wanaweza kuishi vizuri kwa kushirikiana, lakini baadaye yanainuka maneno ambayo hayakuwa sawasawa, ambayo yalienda kupelekea mpaka kuleta mgawanyiko, mpaka kuweza kuingia katika vita. Kutokuaminiana kunaweza kuharibu amani ya kwetu, kwamba wao walivyoona kwamba wale watu wamefika, wakatafsiri kwa namna tofauti, kwamba yawezekana wameenda kuwapeleleza, yawezekana wameenda kujua siri namna gani ili waweze kuwavamia na kuweza kuwamiliki, lakini pia kuweza kuwatawala. Lakini kumbe hata haukuwa ni mpango wa mfalme Daudi. Mpango wake ulikuwa ni kwenda kupeleka faraja ya kutoka moyoni, faraja ya kwenda kumfariji mtu anayeweza kuwa amefikwa na matatizo mbalimbali. Lakini tunaona kwamba kiburi na dharau vinaweza kuanzisha matatizo, kwamba kiburi walichokuwa nacho wa Amoni kupitia wale washauri wa mfalme, tunaona kwamba namna gani vilivyoweza kuleta matatizo makubwa ya kuweza kuleta vita, ya kuangamiza hata na watu wengine ambao walikuwa hawahusiki na ule mgogoro. Kwa hiyo mgogoro ulianza kidogo kwa wale watawala au wale wasaidizi wa mfalme Hanuni kutoa ushauri ambao haukuwa sawa sawa, na huo ulipelekea kuleta maafa makubwa, baada ya kwamba sasa wamekubali kujiingiza kwenye vita ya kuweza kupigana na mfalme Daudi, na majeshi ya mfalme Daudi yakaweza kushinda kwa sababu yaliweza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini tunaangalia kwamba Mungu waga hamuachi mtu wa kwake. Mtu yoyote anayeweza kusimama kuweza kumwamini Mungu katika nguvu za kwake, katika uwezo wa kwake, hata siku moja hajawahi kuanguka, hata siku moja hajawahi kushindwa. Hata kama atashindwa kupokea ushindi kwa hali ya mapema, lakini bado ushindi utakuwepo tu, kwa sababu imani yake ameijenga kwa Mungu wetu aliyekuwa hai. Vile vile hata majeshi yale ya Daudi, kwa sababu walikuwa wanaweza kuifahamu nguvu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wameyaona matendo makuu ya Mungu, hata wanapokwenda kuingia katika ile vita bado walimtegemea Mungu, bado walimtumaini Mungu, kwamba hata katika hii hali na hii vita tunaenda kukutana nayo, bado tutavuka tukiwa tuko salama, bado tutashinda katika wakati huu hapa. Hawakuogopa jambo lolote lile, ndio maana wakajipanga kwa matumaini kabisa kwamba yuko Mungu anayeweza kutushindia katika vita hii ambayo tuko nayo. Pendwa mtazamaji wa Baraka TV, katika maisha haya tunayoweza kuishi, tunapita katika nyakati na hali za tofauti tofauti.
Kuna wakati tunafikiri namna gani tuweze kukaa, kutengeneza umoja, kutengeneza amani, kutengeneza mshikamano katika maisha ya kwetu. Lakini adui na yeye ni roho ambaye anaweza kakalia mahali popote pale ili kupanda uharibifu, ili ule umoja ambao tuko nao katika maisha ya kila siku, katika maisha ya Kikristo, lakini pia katika maisha yale ambayo Mungu anakuwa ameweza kuyakusudia, adui naye anatamani apande magugu au apande uharibifu ili kuweza kutugawa. Sababu kazi ya adui ili aweze kufaulu kuweza kututawala ni lazima aweze kutafuta namna ya kuweza kutugawa. Ndivyo tunavyoweza kuona hata namna ambavyo ushauri mbaya ulipokuwa kuingia katikati ya mfalme Hanuni kupitia wajakazi wa kwake, na ukaenda sasa kuwagawa taifa hili la Waamoni, lakini pia na taifa hili la Israeli. Wakaenda wakagawika sasa kwamba ni watu tena ambao hawezi wakashirikiana kwa jambo lolote lile, lakini sababu kubwa ulikuwa ni ushauri mbaya na kutokuaminiana. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea paka watu hawa wakaweza kutawanyika, lakini yakatokea maafa makubwa ya kuweza kufa watu na majeshi mengi ambayo amani au umoja ungekuwepo, tungeweza kuona kwamba wanaendelea kushikamana na kwenda kushirikiana kama walivyokuwa wanaweza kushirikiana. Lakini tunaona na kujifunza pia namna ambavyo watu wanaoweza kumtumikia lakini pia kuweza kumtegemea Mwenyezi Mungu, namna gani wanavyoweza kupita na kuweza kushinda hata katika nyakati ambazo zinakuwa ni ngumu, ambazo huwezi ukafikiri kama inaweza nikavuka. Lakini ikiwa tumaini la kwako, lakini ikiwa nguvu za kwako, lakini ikiwa uwezo wa kwako umetegemea kwamba yuko Mungu aliye hai katikati ya maisha ya kwako, yeye peke yake waga anajidhihirisha na anaenda kukupitisha hata katika ile hali ambayo wewe pia hukuweza kuitumaini kwamba unaweza ukavuka wala unaweza ukapita. Mungu ukimtumaini katika mambo yoyote yale, ukimtumaini katika maisha ya kwako, ukimtumaini katika Ukristo wa kwako, ukimtumaini katika ndoa, lakini pia katika utumishi wa kwako, yeye ni mwaminifu ambaye hajawahi kumwacha hata Mkristo mmoja au hata mtumishi wake mmoja akadhalauliwa au akaweza kufedheka au akaweza kuaibika, ikiwa tu yeye ameweza kumtumaini. Wote walioweza kumtumaini na wakamtegemea katika mambo yote walipita na wakaweza kushinda wakiwa wako salama. Kwa hiyo hata sisi ambao tumechagua kuwa wafuasi wa imani hii ya Kikristo lazima tuweze kuamini, lazima tuwe tayari katikati ya mambo yote tunaweza kuwa tukimtegemea Mungu huyu ambaye anatupa kushinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu nguvu za kwake ni tumaini na ngao imara katika maisha ya kwetu. Mungu apate kulibariki neno lake hili. Amen. Mungu wetu na Baba yetu uliye mwema na mwaminifu, tunakushukuru mno. Tunasema asante kwa kuwa fadhili zako ni za milele katika maisha ya kwetu. Tunakushukuru kwa namna umeweza kutupitisha katika somo hili ambalo e Bwana linaweza kutukumbusha juu ya habari ya kuweza kuziamini na kuzitumikia nguvu za kwako hizo ambazo zinaweza kutuongoza kushinda kila wakati na majira. Lipe kibali neno hili ndani ya masikio na mioyo ya watoto wa kwako ambao umekusudia neno hili kiweze kufanyika baraka na neema na kibali katikati ya maisha ya kwao. Ukaweze kuwabariki na kuwatunza sasa na fadhili na mapenzi ya kwako, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.